Karibuni ndugu zangu katika channel yetu inayoitwa Kweli Weka Watu Huru. Channel hii tunakwenda kuzungumza mambo ambayo yanaweza kutusaidia sisi kuwa huru katika nchi zetu za Afrika. Kwa leo nakuja kama vile Muafrika ambaye ana uchungu na bara letu la Afrika. Na tutakwenda kuzungumza katika kipindi hiki tofauti kati ya viongozi wa serikali za Afrika na wale wa bara zingine. Tuone utofauti. Nimekwenda kuandaa mambo sita ambayo nitakwenda kuyazungumza hata kwa uchache tu, kuonyesha tofauti iliyopo kati ya viongozi wa serikali za Afrika na wale wa bara zingine. Tukianza moja kwa moja na tofauti ya kwanza. Viongozi wa siasa wa Afrika ni wachoyo. Viongozi wa siasa wa nchi zetu za Afrika ni wachoyo. Mchoyo ni yule ambaye anaona kwamba kile kitu alicho nacho amekipata kwa nguvu zake na kwa akili zake mwenyewe, na akimpa mtu mwingine yeye atakwenda kupungukiwa au atakwenda kufilisika. Huyu ndiye mchoyo. Hataki kumpa mtu mwingine kile kitu alicho nacho, kwa sababu anaona kwamba akimpa atakwenda kufilisika au atakwenda kupungukiwa. Na ndio maana unaona viongozi wengi wa Afrika kama vile marais hawajali, wanakaa miaka mingi kwenye uongozi. Tukichukua huyu Paul Biya wa Cameroon, kwa leo kuna maandamano ya ajabu Cameroon kwa sababu wanampinga rais. Miaka mingapi yuko kwenye madaraka? Paul Biya miaka 43. Miaka 43 yuko rais tu wa Cameroon. Kwa leo hawezi hata kutoa ile hotuba kwa wananchi, lakini bado anang'ang'ania tu au kwenye madaraka. Anaona kwamba akiacha atakuwa amepungukiwa sana, atakuwa amefilisika. Hivyo ndivyo walivyo viongozi wetu wa Afrika. Lakini ukiangalia viongozi wa nchi zingine, wao wanakwenda kuona ya kwamba hata afanye yake miaka miwili tu, aone ya kwamba atafanyia raia nini, hata kwa muda mfupi tu anaacha madaraka na anaachia wengine. Tofauti na viongozi wetu wa Afrika. Ukiona Yoweri Kaguta Museveni miaka 39 yuko kwenye uongozi. Paul Kagame miaka 25. Kabila alifanya miaka 18 yuko kwenye madaraka, lakini hakuridhika. Aliona kwamba ametindikiwa. Kwa leo tena anarudi na chama chake ambacho anaita kwamba tukomboe Kongo. Hii platform yake ambayo anakwenda kusema kwamba tukomboe Kongo. Alikuwa wapi yeye kukomboa Kongo? Atafanyia Kongo nini kwa wakati huu? Unaona, huu ni uchoyo tu. Ni kitu ambacho kinakwenda kumsukuma. Ameona kwamba ametindikiwa, amefilisika labda. Alafu arudi tena ili apate kila alichokuwa kikipata. Hiyo ni tofauti ambayo tunakwenda kuiona ya kwanza kati ya viongozi wetu wa Afrika na wale wa nchi zingine. Wa nchi zingine akishatoka tu, kama ametoka kihalali na kama ametoka tayari, katiba haimruhusu tena kwamba anaweza akaendelea, hawezi kurudi tena. Labda katiba iwe imekwenda kumruhusu. Na tuone neno la pili, tofauti ya pili. Viongozi wa Afrika hawathamini raia wao. Viongozi wa Afrika hata raia iseme ya kwamba hatukutaki tena, hawajali raia. Wanajali raia wakati wanapotafuta kura kwa raia. Wakishapewa hizo kura, raia si kitu tena kwao. Raia wakisema kwamba bwana, tunaona kwamba hautuongozi tena vizuri, au mama hautuongozi tena vizuri, haiwezekani. Raia inakuwa ni kitu cha kuchezewa kama vile wanavyotaka tu. Ndio maana unaona katika nchi ya Tanzania wameharibu nchi iliyo nzuri sana. Nchi ya Tanzania ilikuwa ni nchi ambayo Mungu aliiweka kama vile nchi ya makimbilio, kuhifadhi watu waliokuwa na matatizo katika nchi zao. Lakini kwa sababu ya watu viongozi wa Afrika kutothamini raia wao, raia wanasema hapana, imetosha, hatukutaki mama, achia mwingine. Lakini inaonekana kwamba raia hawana kitu kabisa. Ndio maana unaona watu wengi wameuawa kwa maandamano, na
bado wangali wanaendelea na maandamano mpaka sasa. Hatujui ni watu wangapi ambao watauawa hadi mpaka maandamano ishi. Na hiyo ni kwa sababu ya nini? Watu hawajali raia. Nakumbuka wakati Biden alipokuwa akifanya kampeni yake ya urais. Kampeni ya urais hapa Marekani. Kuna kitu alichokifanya Biden. Wakati alipokuwa na mjadala na bwana Trump, na Rais Trump, ilionekana raia walisema kwamba hapana, Biden umeshindwa kujieleza vizuri, haustahili tena kuwa rais wa Marekani. Achia ngazi kabisa. Trump amekushinda sana. Ilionekana ya kwamba Biden afuate sauti za raia, akajiuzulu, na alipojiuzulu akaachia makamu wake. Hivyo ndivyo walivyo wenzetu. Lakini sisi tumeumbwa na mioyo, sijui kama ni mioyo gani, kama ni ya vyuma, sio mioyo ya nyama, ni mioyo ya vyuma, mioyo ya mawe kabisa. Ndio tunayo sisi viongozi wa Afrika. Kwa hiyo tusamini kabisa raia. Hata raia iseme nini, hatuwezi tukafuata tena raia. Na ndio maana tunawaua kama vile tunavyoua mbuzi, tunavyoua wanyama wa porini. Hiyo ndiyo hali ya viongozi wa Afrika. Jambo la tatu, viongozi wa siasa wa Afrika wanatumikia marais na sio wananchi. Viongozi wa Afrika wanatumikia marais na hawatumikie wananchi. Utaona kama ni katika bunge, liwe la Tanzania, liwe la Kongo, liwe la Kenya, liwe bunge la aina la nchi gani ya Afrika, wakisimama tu kuzungumza ni rais ndio yuko kwenye vinywa vyao. Ni rais tu. Yaani wanakwenda kumpamba rais, sijui mama kaupiga mwingi, sijui. Yaani kuliko kusema kwamba wafanye kazi iliyosababisha wao waende pale, ambao ni kutunga sheria au kuangalia ni sheria gani wanaweza wakaibadilisha kwa ajili ya manufaa ya raia, na kazi nyingine kuisimamia serikali, kuona serikali inafanya kazi gani, lakini wao wanakwenda pale tu kumpamba mtu maua. Rais hata afanye vibaya, hauwezi wakasema, hauwezi kusikia mbunge anasema kwamba raia anafanya vibaya. Na akifanya hivyo usiku atakwenda kusalimiwa na watu wasiojulikana. Hizo ndizo hali za wafanyasiasa wetu wa nchi za Afrika, viongozi. La nne, viongozi wa Afrika hasa marais hawajiamini, bali wanaongozwa na nchi za magharibi. Wanaongozwa na nchi zilizoendelea. Marais wetu wengi wa Afrika nasema kwamba ni madalali, au niseme kwamba ni magavana tu, lakini wao sio marais. Warais ni wa nchi zilizoendelea. Yaani wao ndo wanawapa maelekezo ya kufanya. Ni wachache tu ambao wanakuja sasa wanajitambua, kama vile kijana Traore wa Burkina Faso. Huyo amejitambua huyo. Na kwa wenzetu, ukijitambua, ukijua nini unachokifanya, ukijiamini, unaitwa wewe ni gaidi, unaitwa wewe ni dikteta, unaitwa wewe ni, na wanakwenda kuanza kukutenganisha au kukuchonganisha na ndugu zako ili wapate kukuua, ili wao waendelee kupata maslahi yao. Afrika lazima tuwe macho, lazima tuamke. Marais wajiamini, wajue wanafanya nini. Lakini wao wanakuwa ni magavana, wanakuwa tu ni wawakilishi tu, lakini wanaoongoza ni watu wengine. Utaona rais anachukua uamuzi kwamba nitafanya hiki, lakini amri inatoka kwa wakuu inasema kwamba fanya kitu kingine ambacho ni tofauti na kile. Moja kwa moja unaona kwamba rais anakwenda kubadilika. Nchi yetu ya Kongo, wakati vita vimeanza hivi mashariki, walisema ya kwamba hawezi wakazungumza na AFC M23, hawezi wakazungumza na wao kwa sababu ni magaidi, ni wateroristi. Na sijawahi kuona nchi iliyoendelea ya kwamba inafanya mazungumzo na wateroristi au inafanya mazungumzo na magaidi. Lakini nchi inasema kwamba hawa ni magaidi, siwezi kuzungumza nao, lakini nchi nyingine inasema kwamba fanyeni mazungumzo. Kwa leo nchi ya Kongo tuko wapi? Mazungumzo yanafanyika Doha kwa leo. Na tukubali tusikubali, kutakuwa na muafaka ambao watakubaliana.
huyu atapoteza hii msimamo wake fulani na huyu atapoteza msimamo. Ndio diplomasia hiyo. Lazima kunakuwa na cahier de charge, kunakuwa na mambo ambayo mtu anapendekeza, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Kwa kuleta sasa muafaka, lazima huyu akubali kupoteza mambo yake ya msimamo na huyu naye apoteze mambo mengine ya msimamo, wachukue yale ambao watakubaliana, ambao yanakwenda kufanyika. Ndio wanasema kwamba kumekuwa na makubaliano kati ya kundi fulani na kundi fulani. Sasa matokeo yake sasa ni kwamba wale uliowaita wa magaidi wanakuwa ndani ya serikali, wanakuwa ndani ya nchi, wanakuwa na mambo mengine ambayo wewe utayakubali. Huwezi kutupilia mambo yao yote uyatupe, na ukishakubali tu machache kati ya mambo ambao wanayaomba, moja kwa moja na wao wanakuwa kama vile wanakuwa na power, wanakuwa na nguvu. Yani, na hiyo inatokana na nini? Watu wanashurutishwa na nchi zilizo na nguvu ya kwamba lazima ufanye majadiliano na kundi hili. Sijawahi kuona nchi zilizoendelea kama nilivyosema ambazo zinafanya mazungumzo na magaidi, lakini sisi wa Afrika tunashurutishwa. Ni kwa sababu marais wetu hawajiamini, ni watu ambao hawajui wanachokifanya, hawana maono kwa ajili ya nchi, hawana maono kwa ajili ya nchi, ni waoga sana. Na mtu akiwa mwoga hawezi kufaulu hata kitu kimoja katika maisha yake. Hivyo ndivyo walivyo, wanaogopa sana kusema ya kwamba labda wanaweza wakapata tatizo au wanaweza wakapata shida. Pia viongozi wa Afrika, jambo la tano, viongozi wa Afrika wako tayari kuua ndugu zao kwa ajili ya madaraka. Unaona, watu wako tayari kuua ndugu zao kwa sababu ya madaraka. Tunashuhudia ni mambo mengi ambayo yanapita katika nchi zetu za Afrika. Mtu akisimama ya kwamba yeye ni mpinzani, kazi yake inakuwa ni nini? Afadhali kama ni kufa utakufa. Uganda wakinakiza Besigye wameozea katika magereza hivi. Watu hawana tena afya kwa sababu ya nini? Wanaonekana ya kwamba wao ni tishio kwa nchi. Ili mtu anasimama tu aseme ukweli. Wakina Bobi Wine wamepigwa, wakati mwingine alipigwa mpaka kuja kutibiwa Marekani, kwa sababu ameonekana kwamba amesema ya kwamba nchi ipelekwe vizuri. Twende katika nchi ya Tanzania. Humphrey Polepole ambaye alikuwa ni balozi, kwa leo yuko wapi? Amepotezwa. Amepotezwa kwa sababu amesema tu ya kwamba nchi iongozwe vizuri. Wakina Heche wako gerezani, wakina Tundu Lissu wako wapi? Gerezani wakisubiri hukumu ya kifo ya kwamba ni waini. Hiyo ndivyo siasa za Afrika zilivyo. Wa Afrika viongozi wetu wako tayari kuua ndugu zao kwa ajili ya madaraka. Wako tayari kabisa. Lakini kwa nchi za wenzetu hawako hivyo. Wanajua kwamba mtu anasema yale yaliyo moyoni mwake, anasema na ana uhuru wa kusema. Lakini katika nchi zetu za Afrika mtu hana uhuru wa kusema. Akisema anageuka tu ni kuwa ni adui. Na hiyo ni hatari kabisa, tena hasara sana kwa Waafrika. Na jambo la mwisho ambalo nataka niliseme, viongozi wa Afrika wako juu ya sheria. Viongozi wa Afrika wako juu ya sheria. Lakini katika nchi za wenzetu hakuna aliye juu ya sheria. Sheria ikisema kwamba hiki kifanyike na hicho ndicho kinakwenda kufanyika. Lakini viongozi wetu wa Afrika wao wanajichukulia sheria mkononi. Hawajali katiba, hawajali kitu kingine. Wao wanaona kwamba kile wao wanachokitaka kifanyike na ndicho kile wanachokifanya. Sheria inasema kwamba wapinzani wawe na pia wana uhuru wa kusema, kila mtu kila raia wa nchi ana uhuru wa kusema kwamba anaweza kagombania kuwa rais, lakini utakuta kwamba huyu akionekana kwamba ana nguvu kidogo anaenguliwa kwenye kampeni za urais. Unaona watu wengi wanakwenda au wengine wanawekwa ndani mpaka zile kampeni za urais au uchaguzi wa rais upite. Yani mtu anajichukulia sheria mikononi. Yani yeye yuko juu ya sheria. Ukiwa hapa Marekani ukitaka kuwa raia wa Marekani, kuna swali moja kati ya maswali ambao watu wao wanaulizwa ya kwamba utawala wa sheria ni nini? Ueleze utawala wa sheria ni nini? Wanataka ujibu ya kwamba utawala wa sheria ni kwamba kila mtu anastahili kufuata sheria. Kila mtu anastahili kutii sheria. Kila mtu, hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kwa leo serikali ya Marekani haitumiki. Kwa nini? Wabunge waliamua ya kwamba hakuna serikali kutumika hadi mpaka pale watakapokubali kuwapa bima ya afya watu wote wanaoishi ndani ya Marekani. Au ameingia kihalali au hakuingia kihalali, apewe bima ya afya.
Lakini serikali au rais pamoja na wale wabunge ambao wako wa chama tawala anasema hapana, wapewe bima ya afya wale ambao wana sheria, ambao wameingia Marekani kwa sheria, na wale ambao ni wa Marekani, wale ndio wapewe bima ya afya. Lakini kwa sababu wale wabunge wa chama pinzani wanasema kwamba hapana, watu wote wapewe bima ya afya, na hiyo imekwenda kuzuia serikali isitumike. Hivi serikali ya Marekani itumike. Lakini ingekuwa nchi za Afrika, nadhani wale wabunge kama hivi wengine wameshauawa, wengine wameshapigwa risasi, wengine hawatulikani hivi wako wapi, kwa sababu sheria inakwenda kuvunjwa na mtu mmoja. Rais anakwenda kuchukua sheria mikononi mwake. Kwa hiyo mimi napenda tu ni shauri wa Afrika, sisi wa Afrika tusome nyakati sasa. Marais, huu ni ujumbe wangu kwa marais wa Afrika, someni nyakati. Mambo yamegeuka. Angalia mambo yanayopitika katika nchi ya Tanzania. Angalieni mambo ambayo yanapitika katika nchi ya Cameroon. Someni sasa nyakati wa marais wa nchi zingine za Afrika. Kwa sababu Afrika imesimama. Vijana wamesimama ili kuikomboa Afrika. Na ninatoa wito kwa vijana wa Afrika ya kwamba ni muda huu ninyi kuiponya Afrika. Vijana wengine wasimame kama alivyosimama Traore na kusema kwamba Afrika lazima ijikomboe. Lazima Afrika iwe huru. Na kwa hiyo sisi wa Afrika lazima tufanye jitihada zote sisi wenyewe tukomboe bara letu. Tusiwe tena chini ya utawala wa makaburu, tusiwe chini ya utawala wa watu wengine. Lazima tujitahidi kuwa huru. Tujitahidi kuwa huru. Tuiponye bara letu, tuponye nchi zetu. Nasema tena marais, someni nyakati. Mambo yamebadilika. Watu wameona ya kwamba ni muhimu sasa watafute ukombozi wao. Mambo ya udikteta yanakwenda kwisha. Asante sana, Mungu awabariki, na kwa wakati mwingine tena tutakuja kukutanana, lakini ninakusii tafadhali subscribe kwa hii channel ili upate kutupa nguvu za kuendelea. Asante sana na Mungu awabariki. Wabariki